Kwanza tunashukuru tumemaliza mechi salama, vijana wamepambana. Mpira hutaki sababu, hutaki maneno mengi. Kama umefungwa na una accept kama umefungwa na unarudi katika uwanja wa mazoezi kurekebisha. Lakini tunaona timu yetu mpya kwenye pre-season, tupo kwa mara ya kwanza tumekuwa mabingwa, kwa mara ya kwanza tunaanza kusema mashindano haya. Vijana karibu wote katika first team ilianza wachezaji wawili tu walikuwa wakongwe, tulimaliza nao ligi, lakini wabaki wote ni new players. Ile jambo la kwanza ilikuwa ngumu kidogo kwa sababu pressure ilikuwa kubwa, wachezaji wengi hawajawahi kucheza katika nyasi za kawaida kama hizi na uwanja ulikuwa unateleza, kwa hivyo pia ilisababisha wachezaji wetu kuwa na tension pamoja na crowd kubwa ya Rayon Sport. Na mimi kabisa katika mechi zetu mbili zilizobaki tutafanya vizuri kwa sababu tunarudi kwenye uwanja wetu. Mimi nasema uwanja wetu kwa sababu kwanza uwanja wa nyasi bandia ambao karibu 99% Zanzibar ndio uwanja wetu hivyo ambao tuna train kila siku pamoja na siku hizi 3 tulizokuja hapa tuna train kule, na mimi tukirudi kwenye King Pele pale tutafanya vizuri. Hapa kwa mechi zote ngumu, lakini leo kitu kilichotufanya tusipate matokeo ni ugeni wa wachezaji wetu. Tension ilikuwa kubwa, uwanja ulikuwa unateleza sana, lakini Rayon pia walikuwa na quality kwa sababu kila mtu anajua kwamba Rayon ni timu kubwa na ilistahili kushinda kabisa. Na sisi tulikuwa leo tulikuwa tunajua kwamba mechi yetu itakuwa ngumu, lakini tulikuwa tunataka tuone ile flavor wachezaji wetu nao waone kila siku wanaona kwenye TV kila mtu, lakini leo wanaona jinsi gani wanagongana na watu, jinsi gani wanazomewa, timu inashangilia kwa sababu leo ilikuwa mechi ya away mara mbili. Kwanza away nje ya Zanzibar, lakini away watu wanaocheza nao ni kwao. Tukienda kucheza mechi nyingine kule tunacheza na watu ambao sio kwao na sisi sio kwetu, tunakutana katikati. Kwa hiyo naamini kabisa, lakini mimi kwa kweli nimeridhika. Rayon is good team, lakini vijana wangu wamepambana. Ni pressure tu. Ni tension ilikuwa kubwa. Mpira ni mchezo wa pressure, mchezo wa tension, lakini kizidi kitu chochote kizidi kinakuwa sio kizuri. Hata chumvi ikiwa nyingi kwenye chakula inakuwa chakula kiliki. Sasa kuna vijana tumewasajili, it is good, lakini unajua expectation alafu ikawa sivyo vile ambavyo tumetarajia. Kwa hiyo naamini kabisa tukirudi camp hotel tukikaa kwenye mazoezi tunauliza wanaweza katuambia kitu gani kilichokuwa kinawasibu, lakini tulikuwa tunategemea kwamba huyu na huyu watatusaidia sana, lakini kwa wengine tofauti kile tulivyofikiria. Lakini naamini kabisa mimi nimefurahi kwa sababu kila mtu kapata kuona ile mechi, kwa sababu watahadisiana wengine ambao hawajacheza wataambizana kwamba hii si mchezo, lakini tumecheza. Ngumu kwa sababu watu wamerudi na kila mtu kaanza kuona umuhimu wa Sekafa Kagame kwa sababu tunajiandaa na Champions League. Naamini kabisa japo haya mashindano muhimu, lakini watu tunafocus huko kwenye Champions League. Sasa tukibaki nyumbani tunaogopa pengine tusingepata hivi na tukikosa mechi za kirafiki za kimataifa, lakini kwetu sisi tutarekebisha. Ni vitu ambavyo ni tension za wachezaji, ugeni wa mashindano, uwanja, support ilikuwa kubwa kwa opponent, crowd, lakini naamini kabisa next game wachezaji tukauoga ushapungua. Na mwisho ugeni Rayon hatukuwa kupata chochote. Kwa hivyo na unacheza ugenini kama vile, maana at least kitu cha kwanza game ikianza live score una point moja, na ndio kwanza ndio tulikuwa tunaitafuta hiyo. Kwa hiyo tumepata mpaka half time, lakini tumeshindwa kuzuia. Kwa hiyo mid block team inacheza according to situation. That's our philosophy. My philosophy is high pressing, build from the back. Mnaona tulikuwa tunaanza mpira mara nyingi, lakini ndio rotation kama hivyo nakwambia, lakini philosophy yangu mimi ni high pressing, lakini nidi ukishindwa hiyo maana tunafanya mid block according to situation. Quality ilikuwa kubwa ya Rayon, na tujilinde zaidi kidogo ili tufanye counter attack kama ndio alivyosema coach, ni transition, lakini wachezaji wetu hakuwa makini na ndio wachezaji wetu changa, lakini naamini alhamdulillah next game tutafanya vizuri inshallah.